Irani, Marekani na Israeli zinasitisha mapigano kwa wiki mbili baada ya Rais Donald Trump kukubaliana na mpango wa vipengele 10 wa Teherani inayosema sasa itashiriki mazungumzo kuanzia siku ya Ijumaa. Tamko hilo limetolewa usiku wa kuamkia hii leo Jumatano Aprili 8 na Baraza Kuu la Usalama la Irani, ambapo limewashukuru wa Irani kwa uvumilivu na kujitoa kwao muda wote, huku pia likiita hatua sasa kuwa ni ushindi mkubwa. Baraza Kuu la Usalama la Irani, ambacho ndicho chombo cha juu kwenye masuala ya uongozi nchini humo, lilipongeza umma wa Irani kwa ushindi huo, lakini wakati huo lilisisitiza haja ya uvumilivu na umakini kwa upande wa maafisa na pia ulinzi wa umoja na mshikamano miongoni mwa umma wa Irani mpaka pale kile ilichokiita ushindi utakapokamilika. Tamko hilo lilitolewa muda ule ule ambapo mamilioni ya Wairani walikuwa wamejitokeza kuhani vituo vya umeme, mafuta, majengo ya umma na madaraja kufuatia kitisho cha Rais Trump ya kwamba angeliamuru kulipua kwa maeneo hayo usiku wa jana. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump kwenye ujumbe wake aliokuwa ameutuma kupitia mtandao wake wa kijamii wa Trust Social, ambao ulilaaniwa na wakosoaji wake wengi waliouita ushahidi wa uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari, Trump alikuwa ameandika, na hapa ninanukuu, "Ustaarabu mzima utakufa usiku wa leo na hautaweza kamwe kurudi tena ikiwa Irani itashindwa kufikia makubaliano yanayojumuisha kufungua upya mlango bahari wa Hormuz." Lakini wakati dunia ikingojea maangamizo aliyojiapiza kuishushia Irani, Trump alijitokeza tena kwenye mtandao huo huo akitangaza ushindi mwingine na akiwashukuru waziri mkuu na mkuu wa majeshi wa Pakistan kwa kufanikisha mpango wa usitishaji mapigano wa wiki mbili uliotokana na pendekezo lenye vipengele 10 la Irani ambalo awali aliliita linaloweza kufanyiwa kazi, ingawa baadaye alinukuliwa akiuita mpango wa giliba bila kufafanua. Mapema asubuhi ya leo siku ya Jumatano Aprili 8, ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imesema inaunga mkono uamuzi wa Trump wa kusitisha mapigano dhidi ya Irani kwa wiki mbili, lakini ikionya kwamba uamuzi huo haujumuishi vita vyake nchini Lebanoni, ambapo mpaka hivi sasa zaidi ya watu 1500 wameshauawa na zaidi ya milioni 1 kuhamishwa makazi yao. Hata hivyo, kusitishwa uhasama dhidi ya kile Irani ilichokiita muungano wa mapambano unajumuisha makundi ya wapiganaji ndani ya Lebanoni, Irani na Yemen ni mojawapo kati ya vipengele 10 vya masharti ya Irani kwenye mpango ulioleta usitishaji wa sasa wa mapigano. Ingawa mpango huo umeweza kuwa msingi wa majadiliano yanayotazamiwa kuanza hapo siku ya Ijumaa, una vipengele kadhaa ambavyo awali Washington ilisema haviwezi hata kujadilika au kutekelezeka. Kwa mujibu wa mpango huo, Irani inataka iendelee kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, iendelee na urutubishaji wa madini ya urani na iondolewe vikwazo vyote vya awali na vya nyongeza. Vilevile Irani inaitaka Marekani kuondoa vituo vyake vya kijeshi katika eneo zima la Mashariki ya Kati, kuziachia mali zake zinazoshikiliwa na kuwepo kwa azimio maalum la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuyahalalisha na kuyapa nguvu ya kisheria makubaliano hayo.